Ndugu zangu wana Morogoro, nimekuja hapa kwa ajili ya kuungana nanyi katika maadhimisho haya ya muungano wetu. Muungano huu ni muungano wa kipekee. Ziko nchi nyingi ziliungana, lakini wameshindwa kutunza muungano wao. Tanzania pekee ndio nchi ambayo imetunza muungano kwa miaka 62 na kila siku muungano unazidi kuimarika. Muungano oye! Mradi huu ambao nimekuja kuukagua, kwa kweli nimefurahi sana. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nimefarijika sana. Madhumuni ya mradi huu sio jengo tu, lakini una economic impact nyingi. Hapa bodaboda watafanya kazi zao vizuri, mamalisho watafanya kazi zao vizuri, kutakuwa na ajira nyingine nyingi, na usumbufu ule kwamba ukitoka kwenye SGR unahangaika sasa namna ya kupata usafiri, mwarobaini wake unamaliza ndani ya miezi michache ijayo. Nichukue nafasi hii kwa mara nyingine tena kumshukuru na kumpongeza Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuridhia mradi huu muhimu, lakini kwa kutoa fedha ili mradi huu kamilike. Naamini maelezo ambayo nimeelezwa pale na mtaalamu wetu, Julai 21 mradi huu unategemewa kukamilika. Nielekeze wakandarasi wetu waendelee kusimamia mkataba wao ili ikifika Julai 21 na ikiwezekana kabla, mradi huu umekamilika, ili wana Morogoro waweze kutumia matunda ya muungano na matunda ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini uwepo wa mradi huu ni ishara ya dhati ya Daktari Samia Suluhu Hassan kutaka kufanya mkoa wa Morogoro kuwa ni moja kati ya mikoa mikubwa sana ambayo ina faida kubwa kwa Watanzania. Sasa ndugu zangu wana Morogoro, tuendelee kushirikiana katika kutoa mashirikiano makubwa kwenye ujenzi wa mradi huu na miradi mingine ya maendeleo. Lakini tuendelee kutunza amani yetu. Lakini tuendelee kuhakikisha kwamba tunasaidiana na tunashirikiana katika mambo yote ambayo yanaleta mafanikio kwa mkoa wetu wa Morogoro na Tanzania kwa ujumla. Naomba sana tuendelee kutoa taaluma kwa wenzetu juu ya muungano na umuhimu wake. Muungano oye! Vijana hawa ambao wanaendelea kufaidi matunda ya muungano, na wazee sisi ambao tunaendelea kufaidi matunda ya muungano, tunayo haja na hoja ya kuhakikisha tunaendelea kutoa elimu namna ya tulikotoka, tulipo na tunakotaka kuelekea kupitia muungano wetu huu adhimu ambao viongozi wetu wakuu, Rais wa kwanza wa Tanganyika Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Rais wa kwanza wa Zanzibar marehemu Sheikh Abeid Amani Karume walisimamia jambo hili wakijua kwamba Tanzania ni nchi ambayo itaendelea kuwanufaisha Watanzania wote bila ya kujali rangi, kabila wala dini.